Tuelekee kaunti ya Trans Nzoia. Usimamizi wa hospitali ya rufaa ya Wamalwa Kijana kaunti ya Trans Nzoia umepuuzilia mbali uvumi na madai kwamba utepetevu wa wahudumu wa afya kwenye hospitali hiyo ulisababisha kifo cha mama aliyekuwa akijifungua hapo jana. Na ni kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Mskoyo akiwa Trans Nzoia. Kifo cha mama huyu aliyekuwa anapokea huduma ya kujifungua hapo jana katika hospitali hii ya rufaa kimezua hisia kinzani kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya wenyeji wakinyoshea kidole cha lawama uongozi wa hospitali hii kwa utepetevu, madai yanayopingwa na uongozi wa idara hii ya afya. Katika hii hospitali tunajitahidi kabisa kuhakikisha kwamba huduma za afya ziko wastani na zinakubalika kwa wananchi wote. Tusitumie kisa kimoja kama hiki kusema kwamba hospitali yetu ni mbaya, kusema kwamba hospitali yetu haina vifaa ama haina matabibu ambao wanaweza kusaidia wagonjwa wetu. We have a very competent team here at Wamalwa Kijana, especially the nurses that we have and especially kule kwa maternity. Ni timu ambayo imejitolea zaidi. So dhana kwamba kulikuwa na negligence, I totally do not agree. Kulingana na mkurugenzi wa hospitali hii Isaac Kisiang'ani na mkurugenzi wa afya kaunti ya Trans Nzoia Judith Simiyu, marehemu alipokelewa kwenye chumba cha kujifungulia kama tayari kijusi kwenye tumbo kilikuwa kimefariki na jitihada zao za kumwokoa ziliambulia patupu. When we removed or when we expelled the dead fetus from the mother, it was decomposing. This means that this fetus had died many days before this mother reached our hospital. Mama akiwa katika hali kama hii, unapata kwamba chembe za damu zinatumika very fast, such that unaweka damu na baada ya muda kidogo imeisha tena unaweka ingine. Sasa baada ya kumwekea hizo units 3 kulihitajika unit ya ingine ya 4 ambayo vile mnajua damu huwezi kutoa saa hizi na unawekea mgonjwa. Ni kifo ambacho kimesikitikiwa na uongozi huu, huku wito ukitolewa kwa kina mama wajawazito kutembelea vituo vya afya kila mara katika safari yao ya ujauzito. We wouldn't say this blame squarely falls on the hospital, but also without blaming anyone, without blaming the mother, without blaming the hospital, is that we have learned something. We would like to ask our mothers to present themselves to hospital as soon as they feel any changes during their pregnancy. Kando na haya, afisa huyu mkuu wa afya ametumia fursa hii kuelezea uhusiano wake na wahudumu wa afya kufuatia shinikizo kutoka kwa baadhi yao ya kutaka aondolewe kutoka wizara hiyo. Our chief officer health must be given another office to serve, where her responsibilities can be equally measured. She has failed us and we cannot tolerate this anymore. Kazi yangu hapa kwa hii idara iko sawa. Wafanyikazi wengi wanapenda kazi yangu na wako na mimi na wananisupport 100%. Lakini sitasema kwamba ni 100% wote. Mtu mmoja akijitokeza na aseme chief ni mbaya atoke hapa, hayo ni maoni yake. Mike Mskoyo, West TV kutoka hospitali ya rufaa ya Kitale, eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia.